Watoto wetu wamekosa malezi mazuri. Kina baba si mifano mizuri katika majumba, kina mama si mifano mizuri kwa mabanati zao, kwa sababu mtoto wa kiume humwangalia baba ataamaliana vipi na mama. Vile unavyotaamaliana na mamake, yule mtoto wako akipata nyumba yake, na yeye atataamaliana na mke wake kama vile wewe ulivyokuwa ukitaamaliana na mamake. Hivyo hivyo yule mtoto wa kike anamwangalia mamake, vile mama anavyomfanyia baba, yeye aona kwamba maisha ya ndoa ni vile. Makosa tulionayo makubwa, hatuwajibiki sisi katika kuwalea watoto. Tukisha kumpeleka mtoto madrasa, tukisha kumpeleka skuli, wa basi sitaona wajibu wetu wa kulea umemalizika kwa kufanya hivyo. Na hiyo madrasa yenyewe hapelekwi mpaka angalau akamaliza hata ile marhala ya juu. Akifika grade 10, basi huyu sasa ana masomo mengi, dini yake anakatishwa. Na ndio sababu ya sisi kupata hasara. Watu wengi wana hofu kwamba mimi nikimpeleka mtoto wangu akasoma dini yake vizuri, dunia ataikosa. Nani alikwambia mtoto anakosa dunia kwa kusoma dini? Nani alikwambia hivyo? Mawazo finyo na mawazo ambayo hayana mwelekeo wowote. Kila mtoto akiwa na dini vizuri, akisoma dini vizuri, huyu mtoto mustakbali wa dunia yake itakuwa mzuri. Sababu katika dunia kutakikana nini? Katika dunia kutakikana husnul muamala. Katika dunia watu wataka watu wenye kufanya miamala mizuri na watu na akhlaqi njema. Hilo wanalolitaka binadamu. Dunia inapatikana kwa mtu kuwa na akhlaqi njema, amana, ukweli, shajaa, ihtiram. Haya ndio mambo ambayo yanamfanya mtu katika dunia akapewa kipawa mbele shinda mtu mwingine ambaye pengine ana pepa nyingi.